kwamba kuna jitu limeingia ndani kwenye kitanda chake. Sasa akawa analiona, ndio akawa anashambulia, kumbe anashambulia mwanao. Mwanamke mmoja ambaye amefahamika kwa jina moja la Mama Brai anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumshambulia na kumuua mwanae kwa kutumia kitu chenye ncha kali ambacho kimetajwa kwamba ni bisibisi, huku sababu ikidaiwa ya kwamba ni baada ya mama huyo kupata changamoto ya akili, jambo ambalo inaelezwa kwamba aliona kitu cheusi kitandani akaanza kukishambulia. Hakuna msiba hapa, hakuna tukio lolote lililotokea. Hamna msiba. Nenda. Lakini nimeambia upo wewe no. Balozi wa mtaa wa Meriti ameeleza kwamba kwa mujibu wa taarifa ambazo alizipata, inaelezwa kwamba mama huyo amekuwa na changamoto hiyo kuanzia ya siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita, ambapo akiwa ndani kwake siku ya Mei 31 mwaka 2026 alianza kufanya kitendo hicho katika chumba ambacho alichokuwa anaishi yeye pamoja na mtoto wake. Jina langu ni Alfa Nglisho, ni balozi wa mtaa Meriti, kata Ilboru. Mama alichanganyikiwa kweli kutoka Alhamisi. Akawa anakimbia ovyo, anasema kuna watu wanamuua, kuna watu wananipiga. Hatimaye kaenda kanisani Jumapili, akaja usiku. Matukio yaliyotokea, akaja kamchoma mwanawe katika mazingira ya utata. Na kujaribu kuangalia kweli sio pendezo lake wala sio kusudi lake. Inawezekana kuna pepo alivalishwa. Kwa hiyo tunaomba serikali naye iangalie kwa makini, sababu mzazi hawezi kumlea mwanae mpaka miaka 6 amweke shule aje muondoe duniani. Ina machungu sana makubwa sana. Lakini yote yameshatokea, tumwachie Mungu afanye kazi yake. Kwa mazingira nimesema kwamba yule mama amechanganyika kusema ule ukweli. Mara anaomba msaada, jamani saidieni, kuna watu wananipiga, kuna mvaa nguo nyeupe, mara nakimbia. Kwa hiyo natumaini ile matokeo hayo yametokea katika mazingira ambayo ni utatanishi. Kwa hapo ni ngumu kwa sababu ni mazingira ya usiku na ni mtu yuko ndani kwake. Baada kumaliza tukio, anapodai kwamba daktari yuko pale, ndiye anasema sasa anamvuta kisebuleni, ndiye akaona kwamba ni mwanao ndiye amemuua, ndiye akaanza kupiga ukunga. Nafikiri kwa watu wanaodai kwamba kuna jitu limeingia ndani kwenye kitanda chake. Sasa akawa analiona, ndiye akawa anashambulia, kumbe anashambulia mwanao. Kweli imetokea katika mazingira haijatokea katika maeneo yetu, haijatokea kitu kama hicho. Lakini sasa sababu imetokea, tunasema tu basi ni kweli na huruma, sababu ana mtoto wa miezi 2 maskini. Leo tena ameshampoteza mwanao. Mimi naomba serikali iangalie kwa undani zaidi, apeleke kwenye vipimo, apimwe kama labda kama na mapungufu fulani iliyomtokea, serikali angalie, imhurumie. Maana naye hakupenda mwanao afariki au amue mwanao. Si hapo kwa uwelezi kuweze kujua, kwa sababu sio rahisi kuingia kwenye nyumba ya mtu. Kwamba kulikuwa na bwana yuko naye, lakini yule bwana hakuwepo siku hiyo ndani. Kwa sababu polisi walikuja saa 12 wakawa wamemchukua mwili na wakutuhitaji kama si viongozi, kwa sababu kisheria na kihaki tungehitajika kama viongozi kwenye tukio, na sisi tuangalie, tuyaone na tushuhudie. Walifika wakachukua mwili, basi hawajahitaji uongozi wa aina yoyote, kuanzia mwenyekiti, balozi, hapana. Wito wangu sana, asilimia kubwa wao wanazingatia haki, kwa sababu unapofika sehemu ya tukio lazima utafute uongozi wa ile eneo. Hivyo sikia kwa watu walioshuhudia, wao waliona alitumia pisipisi kachoma sehemu za shingo, tumbo mpaka kwenye macho. Kasi lakini si hakika kama ni kweli, japo wanavodai, maana sikuona baada nilipofika kwenye ile eneo. Yaani asubuhi mimi nimeamka saa 12 kasoro. Tukawa tunachinja kuku hapa. Nikamwona kaka mmoja amepita kwa hapa. Mimi sikujua kwamba yule kaka ni askari. Nikamwambia kaka, pale kuna nini? Akaniambia hata mimi sijui. Sasa alivyoniambia hata mimi sijui, mimi nikamwacha, lakini mume wangu wa kufurahi kabaki kumwangalia tu hivi. Nikaenda kuchukua makarai. Nilivyorudi tu hivi nikaenda kuchungulia kuna nini pale. Ndio nikasikia huyu mdada amempiga mtoto wake pisipisi. Mtoto amekufa. Basi hasa huyu dada nasikia kuanzia Alhamisi alikuwa anayo nini matatizo yake, nasikia amekuwa kama kichaa. Anasema nimeona nini huku juu, sijui tumeona kitu gani, tumeona nini. Yaani akieleweki. Yaani kama ni mtu amerukwa na akili. Sio akili yake yeye. Anasema anataja jina la Yesu wangu, sijui jina la Mungu, sijui jina la nini, na huko amefungulia maredio kwa nguvu, kwa sauti, na huko sasa ndio hivyo anamwadhibu unavyosikia. Yaani anywa hata pombe. Usema hata leo nimemwona hata amelewa, hakuna. Roho imetuma, jambo la kwanza, ila Mungu anisamee tu, lakini pale ni mchezo wa kidunia umetokea.
sio kwamba ni akili yake, kuna kitu labda kilichotokea tu ndo akamfanyia hivyo ule mtoto wake. Maana mtoto anasoma shule ya medium. Kila siku anampeleka shuleni mwenyewe. Anaenda kupakia gari anaenda shuleni. Sasa kwa nini ugumu gani wa maisha utokee paka amfanye kitu kama kile? Ndio maana nikasema tu Mungu anisamee, pale ni mchezo uliotendeka, kutupiwa kitu kama mapepo ili auwe mtoto wake mwenyewe. Lakini sio akili yake iliyomsababisha. Ayo TV pamoja na millardayo.com baada ya kufika katika eneo hilo, baadhi ya majirani wamedai kwamba hakuna msiba katika eneo hilo, jambo ambalo lilizua utata kwa baadhi ya watu waliokuwa katika eneo hilo na kupelekea mlango kufungwa ambao tukio hilo lilifanyika. Hakuna msiba hapa, hakuna tukio lolote lililotokea. Hamna msiba. Nenda. Msiba. Lakini nimeambiwa upo. Wewe ndo. Nenda record hicho.